Hii ndiyo njia rahisi ya kuondoa vifungo, kuondoa laana za familia, laana za ukoo kwa kutumia mkaa pamoja na chumvi ya mawe. Wewe ambaye umekuwa ukisumbuliwa na laana za familia, laana za ukoo, kuna matatizo yanayokuwa yanatokea watu wengi katika familia yenu, katika ukoo wenu. Hii ni namna ambayo unaweza kufanya yasikupate na wewe na familia yako pia. Na pia wewe ambaye una tatizo la vifungo, mambo yako hayaendi, kila unachofanya riziki zinafunga, mambo hayafunguki, kila unachojaribu kufanya kinakufa, mambo yako hayaendi vizuri, pia dawa hii inakufaa. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Na moja kwa moja bila kupoteza muda tuende kwenye somo letu la namna gani unaweza kuvunja laana za familia, laana za ukoo, kuondoa vifungo, kuondoa nuksi, mikosi inayokuwa inakufuatilia. Na hivi ndio vifaa vitakavyohitajika kwenye kwenda kufanya zoezi hili. Kwanza kabisa utahitajika kuwa na mkaa. Unaweza kuwa na mikaa kama 2 mitatu tu, sio lazima uwe na mikaa mingi. Mikaa kazi yake huwa inafyonza nguvu mbaya, tunasema inaondoa nguvu mbaya kwenye kitu chochote. Ndio maana mkaa unahitajika kwenye kwenda kufanya zoezi hili la kuondoa nguvu mbaya ambayo ipo kwenye familia yenu ambayo na wewe inakufuatilia. Pili, utahitajika kuwa na chumvi ya bahari au tunasema chumvi ya mawe. Chumvi kazi yake huwa ni kusafisha au tunasema kutakasa, kuondoa kitu kichafu au kitu kibaya, na ni kama kinga pia ya ulinzi katika mwili wako. Ndio maana chumvi pia tutaitumia kwenye kwenda kufanya zoezi hili. Kitu kingine pia utahitajika kuwa na maji. Pia utahitajika kuwa na bakuli au chombo chochote, lakini kisiwe cha chuma. Kinaweza kikawa cha kioo au cha plastiki, lakini kisiwe cha chuma. Na kitu cha mwisho utahitajika kuwa na mshumaa, na mshumaa huu ni mshumaa wa rangi nyeupe. Na haya ndio mahitaji yako matano utakayotakiwa kuwa nayo kwenye kwenda kufanya spell hii. Na baada ya kuwa na vifaa vyako vyote hapa, kinachofuata hizi ndio hatua za jinsi utakavyofanya hii spell. Kwanza kabisa, kabla hujafanya chochote kile, utatakiwa uanze kwa kuoga. Utaoga maji yako masafi, tafuta maji yako masafi, na katika maji hayo lazima uchanganye na chumvi ya mawe kidogo, kisha utatakiwa kuoga hayo maji kabla ya kuenda kuanza kufanya hili zoezi letu. Kwa hiyo hakikisha unaoga vizuri, unajisafisha mwili wako vizuri na maji pamoja na chumvi, kisha utamaliza na utakuja kuanza kufanya hili zoezi. Na baada ya kujisafisha wewe pia utatakiwa usafishe na ile eneo uliopo pale. Ninaposema kusafisha simaanishi kwamba kusafisha usafi kwamba sijui upige deki, hapana. Namaanisha kusafisha lile eneo, kuondoa nguvu mbaya ambayo ipo kwenye lile eneo ambayo inaweza kusababisha wewe spell yako ukafanya na usipate majibu mazuri. Kwa hiyo lazima uchukue udi, unaweza ukapata sage au ukapata ubani au chochote kile ambacho kitatoa moshi ambao utasafisha lile eneo. Unaweza ukachukua udi, ukauwasha, kisha ukazungusha kwenye kile chumba ambako utafanyia ile spell yako kabla hujaanza kuifanya. Hapo utakuwa umaliza hatua nyingine. Utaanza kwa kuoga kisha kufukiza eneo, na baada ya hapo utachukua sasa ule mkaa wako pamoja na chumvi yako na utaanza zoezi hili. Chukua ule mkaa wako vipande vyako 2 au 3 nilivyokuambia, kisha utaviweka kwenye bakuli. Na baada ya kuviweka kwenye bakuli yako, kitakachofuata utatakiwa kuchukua ile chumvi yako ya mawe. Nimesema chumvi ya mawe, chumvi ya kawaida haifai, chumvi ya mawe. Kisha utachukua ile chumvi na utaimwagia juu ya yale makaa, ule mkaa. Na baada ya hapo utaongeza maji. Yale maji ni kwamba lazima uwe na maji. Chukua maji na uweke kwenye ule mchanganyiko wako wa mkaa pamoja na chumvi. Na baada ya kuweka vitu vyote kwenye bakuli, maji, mkaa na chumvi, kisha utahitajika kuanza kunuia, na lazima unuie kwa sauti. Yaani unuie, utoe sauti yako kwenye kinywa chako. Na utanuia kwa kuanza kuongea, mimi fulani, utataja jina lako. Ninanuia kuvunja kila laana za familia, za vizazi zilizokuwa na nguvu mbaya zinazofanya maisha yetu yasiwe mazuri, na sababisha labda sisi tusipate watoto au sisi tusiolewe. Unaongea sasa ile matatizo yako wewe. Kwamba ninajisafisha kwa kutumia mkaa huu pamoja na chumvi. Kuanzia leo nisiwe tena katika hivyo vifungo. Unanuia mwenyewe, mambo yako mengine utaongezea, mwingine utaongezea na utaongezea vile unavyo shida zako wewe ulizokuwa nazo.
utanuia mpaka hakikisha unamaliza kabisa. Na baada ya kuwa umeshanuia kila kitu katika vile vitu ambavyo umevishika kwenye bakuli, kinachofuata utatakiwa kwenda kutupa. Na ninaposema kutupa, kuna njia kama 2 za kwenda kutupa hivi vitu. Kwanza kabisa unaweza ukavizika ardhini, yani ukachimba shimo ukafukia vile vitu. Kwa na imani kwamba umeshaondoa vile vitu vyote kwenye maisha yako na umevizika kabisa visirudi tena kwako. Au njia nyingine ni ya kwenda kutupa kwenye maji yanayotiririka. Inaweza ikawa ni mto au bahari, ukaenda ukatupa vile vitu. Hizo ni njia nzuri ambazo zinaweza kukusaidia kwenye kwenda kutupa hivyo vitu baada ya kufanya maombi yako hayo ya kuondoa vifungo, kuondoa nuksi, kuondoa mikosi, kuondoa laana za familia. Hakikisha ukishamaliza kufanya spell hii, hivyo vitu usije ukavilaza ndani. Yaani umeshamaliza kunuia kila kitu, yani hivyo vitu usije ukavihifadhi kusema kwamba kesho ndo nitaenda kutupa. Hapana, hairuhusiwi kulala navyo ndani. Yaani ukishamaliza kunuia, ukishamaliza kufanya spell yako hii, vile vitu hakikisha unavitupa siku ile ile au unavizika mbali siku hiyo hiyo. Haviruhusiwi kulala navyo tena ndani kwako. Na baada utakapokuwa umeshamaliza kufanya spell yako, umeshavitupa vile vitu au umeshavisika, pia baada ya hapo ndani kwako pale utatakiwa kuwasha ule mshumaa niliokuambia, mshumaa mweupe. Mshumaa mweupe huwa ni ishara ya nuru na usafi wa kiroho. Kwa unapowasha ule mshumaa ni kwamba unazidi kusafisha lile eneo, ile spell yako ifanye vizuri, iweze kuletea matokeo ya haraka. Tunasafisha lile eneo kwa kuwasha mshumaa mweupe. Ndio maana nilisema mwanzo kwamba lazima uwe na mshumaa mweupe. Au kama usipowasha mshumaa mweupe, unaweza ukachukua bakuli ndogo na ukaweka chumvi ya mawe kiasi na ukaweka mlangoni wa nyumba yako, yani ile sehemu ambako unaingilia, ukaweka kidogo pale ile chumvi, kisha ukaiacha pale hata siku nzima. Ukaacha pale. Kwa hiyo unaweza kufanya hizo njia 2, ukawasha mshumaa pamoja na ukaweka chumvi ya mawe. Vyote vinawezekana. Lakini pia zoezi hili ni bora zaidi kulifanya wakati mwezi ukiwa upo full. Tunasema full moon. Yani mwezi ukiwa upo full au ile siku ambayo mwezi mpya unatoka. Yani ile siku ambayo mwezi ndo mchanga kabisa, ndo mwezi umetoka. Ni vizuri kulifanya ile zoezi, au mwezi ukiwa uko full kabisa umejaa, yani mwezi uko full moon tunasema. Pia ndio muda mzuri wa kufanya hili zoezi. Na mwanzo kabisa wa mwezi ukiwa ndo umetoka, yani mwezi ni mpya kabisa, mwezi mchanga kabisa, basi inakuwa ni ishara nzuri ya mwanzo mpya kwenye maisha yako na kuondoa vitu vyote vibaya vitakuwa vimeondoka kwenye maisha yako, na maisha yako yataanza kuwa mazuri. Utaanza kuona mabadiliko kuanzia kwenye maisha yako na ya ndugu zako na ya wanao. Utakuwa umevunja nuksi zote, mikosi, laana za familia, laana za ukoo, na mambo mabaya yote hayatakufuata tena wala kukuandama. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na pia napenda kusisitiza kama ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usisahau kubonyeza neno subscribe ili uanze kuona kila tutakapokuwa tunapost somo jipya.